Litukuzwe na aimidiwe na ashukuriwe Mungu Baba na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru kwa siku nyingine hii njema kabisa kwa utukufu wa jina lake. Karibu sana tena, tuendelee kutafakari, kusikia na kuchukua chakula cha roho cha kuendelea kutujenga na kutuimarisha kwa utukufu wa jina lake. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Pole kwa changamoto mbalimbali ambazo umekuwa nazo. Bwana akutie nguvu kwa roho wake. Endelea kutafakari wema wake, ukuu na upendo wake, kwa kuwa upendo wake ni mkuu kwetu sasa na siku zote. Haleluya. Tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, Baba yetu, mfalme wetu, ninakushukuru Baba kwa sababu watupenda. Ninakushukuru kwa sababu umejaa fadhili nyingi. Ninakushukuru kwa sababu umejaa rehema na neema. Asante kwa sababu fadhili zako ni kuu, uaminifu wako ni wa milele. Ninaomba ukaendelee kutawala na kumiliki na kutuongoza katika njia yote. Wewe uliye yote katika vyote, Bwana wa utukufu, mfalme wetu. Asante kwa kuwa umejaa rehema, umejaa na neema, Mungu mwenye nguvu na uweza, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ukaguse, ukaponye nafsi ya kila mmoja, na maumivu na magonjwa na vifungo vikaondoke kabisa. Asante kwa pendo lako kwamba umetupenda na umeturumia. Asante kwa msamaha wako unaoachilia kupitia msalaba wako Kristo, kwa damu iliyomwagika. Na kushukuru, naomba uturehemu na utusamehe kabisa, na kuyafuta yote tuliowaza na kunena na kutenda. Baba turumie, Baba tusamehe, Baba turehemu, katika damu yako Yesu. Ninaomba Bwana tufadhili kwa fadhili zako zilizo kuu, sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu ni mwema mpendwa. Karibu sana, tuendelee na ujumbe huu muhimu ambao tunaendelea kujifunza juu ya matokeo mabaya baada ya kutegemea hekima ya kibinadamu, hekima ya kidunia. Kuna matokeo mabaya. Somo hili linatokana na kule tulikuwa tukajifunza umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu, umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu, alafu yako madhara, iko hasara, iko hatari, iko mauti kama mtu hataongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapa Biblia inaendelea kutufunulia kuona matokeo mabaya na mambo mabaya yanaenda kutokea kwa mtu ambaye anategemea akili zake mwenyewe, hekima yake, hekima ya kidunia, akili za kidunia. Na nikwambie tu, Biblia inatuonyesha kuna akili za kuzaliwa na kuna akili za kupewa, yani akili juu ya akili. Tunatakiwa tuwe na akili, lakini juu ya akili, kama ambavyo tuna neema juu ya neema. Haleluya. Nianze na sura ile ya 3, Mithali sura ya 3, Mithali 3, nianzie mstari ule wa 5. Biblia, maandiko matakatifu yasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Hata niongezee mstari wa 8, itakuwa afya mwilini mpako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Sasa hebu turudi pale, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ametaja akili na hekima hapo tayari, kwamba mstari wa 5 anasema tumtumaini Bwana kwa moyo wote, kwamba moyo wetu wote uwe kwa Bwana. Vimetajwa vitu vitatu: moyo, akili, hekima. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tusizitegemee akili zetu tulizozaliwa nazo, lakini pia moyo wetu ukamtumaini Bwana kabisa. Alafu anasema katika njia zetu zote tumkiri yeye, naye atayanyosha mapito yetu. Njia zetu zinahitaji kunyoshwa na Bwana. Bila kunyoshwa na Bwana, njia zitatupoteza, tutapotea, tutaingia pabaya, tutakula hasara, tutaingia kwenye mauti bila kupewa njia au kunyoshewa mapito na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa kunyoshewa mapito na yeye mwenyewe. Haleluya. Anasema itakuwa ni afya na mwilini mwetu, itakuwa ni afya, itakuwa ni baraka, tena na itakuwa ni mafuta mifupani. Mafuta, upako, uweza, nguvu ambao unatoka kwa Bwana, itakuwa ni mafuta, ni jambo la baraka. Haleluya. Anasema usiwe mwenye hekima machoni pako. Mstari wa 7 anasema tusiwe na hekima machoni petu, wala tusizitegemee akili zetu wenyewe. Tumche Bwana tukajiepushe na uovu. Kumcha Bwana
ni mwanzo au ni chanzo cha mtu kupata maarifa ya kimungu, maarifa ya rohoni. Ndipo mtu anaanza kupata maarifa ya rohoni. Katika kumcha Bwana ndiko tunapokea maarifa. Maarifa yapo tayari, lakini mtu asipomcha Bwana hawezi kuyapata. Kumcha Bwana ndipo tunapata maarifa, maarifa ya rohoni. Haleluya! Kwa hiyo tunazuiliwa tusije tukazitegemea akili zetu wenyewe, tusije tukatumainia hekima zetu wenyewe, lakini tumheshimu Bwana, tumtii Bwana. Itakuwa hata ni afya na baraka kwetu kiroho na kimwili. Tena anasema katika njia zetu zote tumkiri yeye, tusizitegemee akili zetu wenyewe. Shalom mpendwa, usitegemee akili zako wala tusijitumainie, tumpe Bwana nafasi. Angalia sura ya 23 mstari wa 4, Mithali 23 mstari ule wa 4, Mithali 23 na mstari ule wa 4, anasema usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe, jina lake litukuzwe sana. Anatuongoza sana kwenye mwelekeo mzuri kwa kutuambia, au tunaelekezwa kwa Roho Mtakatifu hapa kwamba usije ukajitaabisha ili kujipatia mafanikio, usije ukajiangaisha huko. Maana yake ni kwamba usijiangaishe kwa kutegemea akili zako mwenyewe, wala hekima wala elimu uliopata darasani. Angalia, usitumainie hivyo vitu ukavitegemea hivyo vitu. Angalia kwamba visije vikawa ndo umeviweka mbele. Sikiliza tena, usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Mstari wa 5, je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa kama tai yarukaye mbinguni. Yaani manake vitaruka, vitaondoka, hivyo vitu vyaweza kupeperuka. Ndio sababu tukipewa na Bwana vinatunzika, vinakaa salama, hakuna namna ya kuharibika. Ndio sababu tunatakiwa tutumie hekima ya kimbingu na akili za kimbingu, sio za kwetu wenyewe. Maana yake ni kwamba tusijitabishe na tusisumbuke. Kwenye Agano Jipya anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kwa kuomba na kwa kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Yaani sio kwamba tusitumie akili, lakini tusizitegemee hizo akili. Tena tusiachie hiyo hekima tukaitegemea hiyo hekima. Tena tusitumie akili tu, tumwache Bwana atawale hizo akili zetu, ndipo tutafanikiwa sana. Shalom milele, ahimidiwe Bwana milele. Roho Mtakatifu akusaidia, nisaidie. Kwa hiyo hatari kubwa kutumia akili zetu wenyewe ni kwamba anasema hata vitu vyenyewe vitakuwa na mbawa, vitaruka, vitaondoka, vitapeperuka. Tulivyojipatia kwa akili zetu wenyewe huo tajiri. Anasema kwenye Mithali 23, amesema pale Mithali 23, mwisho wake huuma kama nyoka, uchoma kama vira. Hiyo ni sumu ya nyoka, ni aina ya nyoka. Usizitegemee akili zako mwenyewe, tusizitegemee akili zetu wenyewe. Shalom mpendwa wa mwana wa Mungu. Anasema, je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa. Mali hujifanyia mabawa, maana yake vitapeperuka. Mahali pengine anasema katika Hagai, nafikiri kuna anasema mmeweka pesa na zimekuwa kwenye mifuko iliyotoboka, mifuko imetoboka. Yesu atusaidie. Haleluya. Tusitegemea akili zetu wenyewe, usitegemea akili zako mwenyewe wala hekima wala chochote. Bila Bwana ni hatari, ni madhara, ni uharibifu, ni hasara juu ya hasara. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Niende nisome tena kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 na mstari ule wa 5 na 7. Kumbukumbu la Torati 4, 5 na 7. Biblia inatufundisha kitu kingine kizuri kabisa hapo. Tazama.
Anasema hivi, mstari wa 5 mpaka wa 7, anasema angalieni, nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyo ni amuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa, watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Mstari wa 7, kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao, kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo? Mungu wetu alivyo kila tumwitapo. Haleluya! Hapa Waisraeli wanakumbushwa, wanafundishwa kuzishika amri na maagizo ya Bwana ambayo wamepewa. Wanaambiwa hiyo ndio akili yao. Nimekwambia kuna akili za kupewa, kuna akili za kuzaliwa na za kupewa. Hapa tunaona akili nyingine. Zishikeni basi, mstari wa 6, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Yaani ile amri walizopewa na maagizo ya Bwana waliokuwa wamepewa, wanaambia hiyo ndo akili, hiyo ndo akili yao, hiyo ndo akili yao, hiyo ndio akili yao. Na hekima, kama ni hekima na akili, basi ni zile tunazopewa na Bwana baada ya kuzaliwa na akili na hekima ya kibinadamu. Sasa tunatakiwa kuongezewa akili nyingine na hekima nyingine, ambayo Waisraeli wanaambiwa hapa, Musa anawaambia hapa, wanaambiwa hapa, wanaelekezwa hapa, ambacho Musa alikuwa amepewa, wanakumbushwa hapa. Zishikeni basi mkazitende, maana ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa. Na mataifa watakapoona, anasema watashangaa, watasema, hakika taifa hili ni kubwa, taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Yaani watapewa na sifa na tukuzo, watapewa na sifa na tukuzo na mataifa mengine, kwa sababu ya vile watakavyoonekana, wataonekana. Na ndio sababu mpaka leo linasifika ni taifa la kipekee. Israeli linaonekana kwa taifa la kipekee. Shalom, shalom. Kwa nini? Kwa sababu walipewa akili na Bwana, walipewa na hekima na Bwana. Hakuna mtu wa kulishinda taifa lile. Israeli wa Bwana hakuna mtu wa kumshinda. Na nikisema Israeli wa Bwana ni pamoja na wewe uliokoka, uliye na Yesu. Una akili tofauti na watu wengine wote, hata kama unakaa kwenye kanyumba ka udongo kamakuti kaovyo, lakini ukiwa na Yesu una akili kuliko wengine wote wasio na Yesu, hata kama ni matajiri wakubwa wa dunia. Angalia, ndio sababu Israeli wako na maarifa makubwa na mambo makubwa, na wanafanya vitu vikubwa. Ni pale tu wanapoziacha, wakiacha ndio sababu wanaingia kwenye shida, kwenye taabu. Lakini kama wakiendelea kufuata, basi wanazidi kustawi na kuchanua sana. Haleluya sana, atukuzwe Yesu. Anasema, kwa maana liko taifa gani ni kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao, kama Bwana Mungu wetu alivyo, na tukimwomba anatusikia, tukimwita anatuitikia. Ni taifa gani? Hakuna. Maana yake ile halipo. Ni Israeli wa Bwana. Shalom sana. Hiyo inaonyesha vile ambavyo watu wanakuwa na akili za kimungu na hekima ya kimungu, ambao wamemtegemea Bwana, wanamtumaini Bwana. Watu wengine wakitazama wataona kitu kikubwa cha pekee, kizuri, cha kujivunia. Wanasema watu wengine, mataifa wakituona watajivunia, watafurahia yale mambo makubwa na mazuri ambayo Bwana ametupa. Usitegemee akili zako mwenyewe, usitegemee hekima yako mwenyewe. Mkabidhi Bwana njia zako, mtumaini naye atafanya. Mtumaini tena na yeye, hakika atafanya makubwa, atafanya mambo makuu
kwa sababu yeye ni Mungu aliye mkuu sana, anayetupenda. Nyakati wa kwanza 22, Mambo ya Nyakati wa kwanza 22:11. Nyakati wa kwanza 22:11 hadi 13, anasema hivi. 22:11 hadi 13 inasema hivi. Nyakati wa kwanza 22. Ninakwenda kusoma sasa anavyosema jambo lingine jema hapa. Sasa mwanangu, Daudi anamwambia Suleimani hapa. Suleiman anaambia na baba yake mfalme, sasa mwanangu, Bwana na awe pamoja nawe, ukafanikiwe na kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wako kama alivyonena kwa habari zako. Bwana akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli, ili uishike torati ya Bwana Mungu wako, ndipo utakapofanikiwa, ukiangalia kuzitenda amri na hukumu Bwana alizowaagizia Musa juu ya Israeli. Uwe hodari na wa moyo mkuu, usiogope wala usifadhaike, ndipo utakapofanikiwa. Mstari wa 13 anaambia, ukiwa na hiyo akili ambayo Bwana atakupa, ndipo utakapofanikiwa. Bwana akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli, ili uishike torati ya Bwana Mungu wako, ndipo utakapofanikiwa, ndipo utakapoweza, ndipo utakapofanikiwa. Yale maagizo ya Bwana na sheria ya Bwana, neno la Mungu, ndio linalotupa akili safi, maarifa safi, ujuzi safi na ufahamu wa pekee. Huyu anaingia kujenga nyumba ya Bwana au madhabahu ya Bwana, anaambia ili uweze kufanikiwa kuijenga, ili uweze kutumikia na kuongoza taifa hili, lazima uchukue akili zitokazo kwa Mungu, akili za kupewa na Mungu. Hizo akili za kupewa ndio zitaweza kutusaidia katika uongozi. Wanasiasa wangesoma haya, wangeashika haya, mataifa yetu yangeenda vizuri sana. Watu wasingechinjwa, watu wasingeteseka, watu wasingedhulumiwa, watu wasingebaki kwenye shida na umaskini. Lakini kwa sababu wanaenda kwa hekima zao na nguvu zao, basi mambo yanakuwa yalivyo. Huyu anapewa uongozi wa taifa ambao ndani yake kuna nguvu ya kiroho kubwa. Ndipo anaambiwa bila Mungu, bila hekima na akili za Mungu, huwezi kuongoza wala huwezi kufanikiwa hata kuijenga hiyo nyumba ya Bwana, madhabahu ya Bwana. Yesu atusaidie, Yesu anisaidie, Yesu akusaidie. Haleluya. Haleluya. Anaambia ni kwa akili zitokazo juu, hekima na maarifa ya Mungu, ndipo utaweza kuongoza, ndipo utaweza kufanya. Sasa mwanangu, angalia, anaambia angalia, Bwana na awe pamoja nawe, ukafanikiwe na kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wako kama alivyonena. Lakini kinachofuata, Bwana ndiye atakayekupa busara na hekima na akili na maarifa. Nje ya hapo ni kuharibu. Hakuna kitakachofanikiwa, hakuna kitakachowezekana. Tunahitaji kuomba, kupewa sana hiyo hekima na hiyo maarifa vinavyotokea kwa Bwana, ili tuweze kufanya kama Mungu anavyotaka na kupendeza, na hata wengine watakapotazama wafurahie. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ile ya 2 mstari wa 7 anasema hivi: yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Timotheo anapelekewa ujumbe, anaambiwa fahamu sana hayo unayoyasikia sasa, mafundisho ya neno la Bwana
ili uweze kuwa kiongozi safi bora utakayefikisha habari njema za ufalme wa Mungu, na kwamba yafahamu sana hayo ili kwamba uwe na akili, maana Bwana atakupa akili. Ukifahamu na ukipenda kuyashika, Bwana atakupa akili. Ukilipenda neno la Mungu, ukimpenda Yesu, ukisikia maagizo ya Bwana yanayoletwa na Roho Mtakatifu, watumishi wa Mungu waliopewa kuhubiri, kufundisha, au vile unasoma Biblia, ukiyashika, kuyafuatia, Bwana anakuongezea akili. Kuna akili ya kupewa, nimesema ndio hii tunaiona hapa. Kuna akili ya kuzaliwa na kuna akili ya kupewa. Huyu anaambiwa yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Atakupa akili katika mambo yote. Haleluya. Alafu mstari wa 8 anaambiwa, mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo injili yangu. Shalom, shalom, shalom. Bwana atakupa akili. Yafahamu hayo nisemayo, maana Bwana atakupa akili. Atakupa akili katika mambo yote. Katika mambo yote tunahitaji akili ya kimungu, akili ya rohoni, akili tokayo kwa Bwana. Akili. Ona mahali pengine uendelee kuona jambo hili kwamba ni sahihi na inatupasa kutafuta akili kutoka kwa Bwana, akili za kimbingu, akili za kimungu, akili zitokazo kwa Jehova Bwana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 na mstari ule wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 anasema hivi, tuona anavyosema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili, kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Tunahitaji kupata akili za rohoni, za ufahamu, za kupambanua, akili za rohoni. Ona hapo tena anasema habari ya kupewa akili. Tunahitajika kupata akili za kupewa na aliyekuja Yesu Kristo. Ametupa akili. Ili kumjua Yesu Kristo kunahitajika kuwa na akili ya ndani, akili ya kiroho, akili ya mtu mpya aliyezaliwa. Mtu mpya anapozaliwa katika Kristo anapewa na akili mpya, anapewa na moyo mpya, anapewa na maarifa, anapewa na tabia njema, tabia mpya, anapewa mabadiliko makubwa yanatokea ndani ya mtu huyu ambaye amezaliwa mara ya pili. Kumwamini Yesu Kristo na akili mpya zinakuja, maarifa mapya yanakuja, ufunuo mpya unakuja, yani mwelekeo tofauti na watu wengine unakuja mara baada ya kumwamini Yesu Kristo. Bwana akujaze nguvu mpya. Endelea kuomba kupewa akili mpya, akili ya rohoni itokayo kwa Bwana, maarifa ya kimbingu, hekima ya kimbingu, ili tuongoze katika yote, kwa sababu pasipo hiyo hatuwezi chochote, hatuwezi lolote. Omba, maombi hayo ni muhimu, na minasema Bwana atujalie kwa uweza wake. Amina, amina. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, Mungu nakushukuru kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako. Asante kwa ajili ya pendo lako, Mungu mwenye pendo kuu. Ninaomba mapenzi yako yakaendelee kutawala na kutimizwa tena, Bwana. Fadhili zako na rehema zako zikaendelee kuwa pamoja nasi, Bwana. Katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu mwenye nguvu na uweza, ninaomba Baba utujazie neema yako, akili na maarifa itokayo juu kwako, Bwana. Utujaze kwa neema yako akili na maarifa kutoka kwako, sawa sawa na mapenzi yako Jehova. Tujaliwe na wewe mwenyewe sawa sawa na mapenzi yako, akili na maarifa itokayo kwako, hekima itokayo kwako, ili tujue njia yako, ili tujue mapenzi yako, ili tutimize mapenzi yako, ili tuweze kufanya lile ambalo ndilo Mungu umelitaka, unalitaka. Kuna jambo unalitaka kwetu, kuna jambo unataka kwetu, ili tufanye vile ambavyo wewe Baba imekupendeza, vile ambavyo wewe Baba Baba ya kupendeza. Ninaomba tufunuliwe nawe mwenyewe, tukaongozwe na wewe mwenyewe, tukafunuliwe na wewe mwenyewe sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utukufu wote na nguvu ni zako, Jehova.
Jehova. Rehema na neema ni za kwako Jehova. Mapenzi yako yakaendelee kutimizwa Bwana, katika damu ya Yesu wa Nazareti. Mungu wangu na mfalme wangu na Bwana wangu, ninaomba fadhili zako, rehema zako, ninaomba na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba gusa, ponya, takasa, inua Bwana fahamu zetu, mioyo yetu ikujue sana, tukutumaini Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hapo mpendo ulipo njia panda, kwa jina la Yesu mkono wa Bwana ukutoe, akupe akili ya kutoka, atupatie akili ya kutoka njia panda tulipokaa. Mahali tulipochanganyikiwa tufanye nini? Tunahitaji akili ya kimbingu na ufunuo wa kimbingu katika jina lako Yesu. Tujaze ile akili Bwana, fufua ndani yetu ile akili mpya na hekima itokayo kwako Bwana, kwa ajili ya kukutumikia, kwa ajili ya kuyatenda mapenzi yako, kwa ajili ya kutimiza kusudi lako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaomba Baba, tujalie kutoka kwako ufunuo na maarifa, ili tukutumikie na tumshinde adui yule mdanganyifu, katika jina la Yesu Kristo. Pale njia panda tulipo Bwana, tutoe, tufunulie akili zetu tupate kuelewa, tufunulie Bwana macho yetu tupate kuona, tufunulie Baba, naomba kwa rehema na neema, katika jina la Yesu. Msaidie mtu ambaye analia na uchungu na hasira, amekosa cha kufanya, ajui afanye nini. Tunahitaji hekima na akili yako hapo. Mjaze, mfunulie akili na moyo wake, achangamke, afurahi, aone njia, aone mlango wa kutokea, katika jina la Yesu. Mlango wa kutokea Bwana, na njia ya kuendea, katika jina la Yesu. Ninaomba Baba, sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu mwenye pendo kuu, mwenye uweza mkuu, mwenye pendo kuu, mwenye uweza mkuu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako. Asante kwa ajili ya pendo lako Mungu mwenye pendo la milele. Gusa Bwana mioyo ya watoto wako. Gusa Bwana yule aliyechoka, apokee nguvu mpya sasa, kwamba Bwana umetupa akili Baba, tufunulie akili zetu ndani mwetu, akili tupate kujua jinsi ya kufanya hata kazi, jinsi ya kufanya, maarifa ya kufanya, ili tupate utajiri. Tusitegemee nguvu zetu wenyewe ili kupata utajiri, mafanikio, bali tupate hekima na maarifa kutoka kwako. Tujalie watoto wako, tusijiangaishe na kufanya nje ya mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, utukufu kurudie, tuponye, tuokoe, tutakase kwa damu yako. Naomba asante ya kwamba umekusudia mema, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Chazwa mpendo wa Roho Mtakatifu, chazwa uweza wa Roho Mtakatifu, chazwa akili mpya, maarifa yatujaze tena. Yesu atujalie, Yesu akujalie usikiae. Neema ya Yesu iwe na wewe, na fadhili zake ziwe nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yake Yesu Kristo. Bwana akubariki sana na kukupa neema tele. Amina, amina. Karibu, endelea kushiriki nami katika huduma hii kwa maombi, kwa kushiriki kwenda nasi safari zetu za kwenda vijijini. Karibu sana, tumekaribia, tutaenda huko. Karibu kushiriki nasi kwa maombi, kwa sadaka yako. Bwana Yesu aendelee kukufunika damoni mwake. Na namba ya simu ambayo unaweza kutumia kuwasiliana nasi kwa njia zote, au kwa jambo lolote unalotaka kufanya, tumia namba ambazo utaziona hapo chini ya simu yako, kwenye screen yako ya simu. Kuna namba ziko hapo ya Airtel na Voda, ambayo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel 0787 62 75 91. Alafu kuna ile ya Vodacom 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana akubariki. Uingiapo utokapo, barikiwa, ona kushinda. Yesu atupenda sana. Amina.